Mwanangu Sheikh Abdul Halim ibn Sheikh Muhammad Abu Bakri Al-Burhani sasa hivi ni jambo la kawaida kutokea katika baadhi ya ndoa. Nashindwa kusema nyingi, baadhi, natumia neno baadhi ya ndoa. Mume na mke wamegombana, mke ametoka nyumbani kwa mumewe, ima yeye mwenyewe kwa hasira tu kutokana na magomvi yale akaona aondoke zake ende kwao. Wengine ufikia hata kwao kwa babake na mamake haendi, anakwenda kupangisha mtaani huko anaishi. Au katoka kwa sababu mume kamfukuza, lakini hakumpa talaka, kamfukuza tu, nenda kwenu, naye akaondoka zake kisha fukuzwa. Siku zimekwenda, mwaka, miwili, mitatu au zaidi kuliko hivyo. Je, kitendo hiki cha mwanamke kuondoka na akakaa miezi yote hiyo, baadhi huona kwamba ndio ndoa imekufa hivyo, kwa sababu tu wana muda mrefu, kaondoka zake, wako mbalimbali. Na wakati mwingine ufikia yule mume akafa, mke anaona hana sababu ya kukaa eda, kwa sababu mume tangu alipoondoka miaka imekatika mpaka mume amekuja kufa, hana sababu ya kukaa eda. Ati akizingatia kule kukaa mbali na mumewe kwa miezi hiyo au miaka hiyo ndio talaka yenyewe, kwa hivyo haoni sababu ya kukaa eda. Je, Uislamu unaeleza nini kuhusu hali hii? Karibu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Uhayikum bitahiyati al-islam al-khalida. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabla ya kujibu swali hili babangu, mara nyingi katika somo la kiakili watu wa mantiki wana maneno yao, wanasema la shay'a bila shay'i, hakuna kitu chochote bila ya kitu chochote. Kila kitu kinachokuwepo basi kuna kuwa na kitu chengine ndani yake. Mwanamke ni chombo maalumu ambacho kimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya mwanamume tu. Hivyo vyote vinavyokuja, vinavyotakiwa katika sheria vifanye mwanamke ni sehemu, kwa kuwa na yeye ni mtu. Ni sehemu kwa kuwa na yeye ni mtu, ana wajibu wa kufanya yale wanaotakiwa kufanya watu kisheria, na pia si yoyote. Tunaelezewa na wanazuoni kwamba baba yetu Adam alayhi salatu wassalam alipoumbwa, baada ya muda alijihisi mpweke, akapewa kaji usingizi kidogo. Alipoamka akakutana na mwanamama ambaye ni mama yetu Hawa. Riwaya zinatuambia kwamba akataka kumuoa. Kabla ya kumuoa
Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, hapana, huyo si halali yako. Ili awe ni halali yako, unatakiwa kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah mara 1000 kwa upumzi mmoja. Riwaya ziko tofauti, lakini makusudio yangu katika kisa hiki ni kwamba kile kiumbe kilichoumbwa ni kwa ajili ya sisi, ndiyo sehemu ya maisha yetu. Nyinyi kina mama, kama lau hamupo, sisi wanaume hatuna sababu ya kuvaa kanzu za rangi, kuvaa saa nzuri, saa nyingine hata kupiga miwani nzuri. Hakuna sababu hiyo. Baadhi ya wanaume, kuvaa kwao na maisha yao mazuri ni kwa ajili waonekane tu na wanawake. Baadhi. Sasa lengo kubwa kwa mwanamke ni toa mbili tu. Toa ya kwanza ni kwa Mola wake. Toa ya pili ni kwa mume wake, ambazo toa hizi, hii moja hii ambayo ni ndogo inaonekana kama kubwa, na hii moja ni kubwa inaonekana kama ndogo. Kivipi? Toa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa kuliko kumtii mtu yoyote, lakini Allah mwenyewe amechegemeza toa ya mwanamke kwa mume wake kwanza kabla ya yeye, ili awe ndani yake yeye yumo kwa amri ile tu aliyoamrisha. Ukimtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuswali, kwa kufunga, kwa kujihifadhi, lakini kama ndani yake hakuna toa ya mume, habaa manthura. Kama tulivyosikia hapa kutoka kwa mashekhe wangu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafidhat farjaha wa ta'at zawjaha. Haya ni mambo matano ambayo yamefungamana na jambo moja ambalo ni hili la mwisho la kumtii mume. Kwa hiyo mafungamano ya kuwepo mwanamke hapa duniani ni toa ya mume, ambayo ndani ya toa ya mume kutakuwa na toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia mwanamke huwa na daraja kubwa sana, daraja ambayo kitoa ni kama mwanamume au ni zaidi ya mwanamume kwa ajili ya toa tu. Daraja hii ni kama ile aliyokuwa nayo mama yetu Maryam, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Na akawa ni katika wenye kutii, na akawa ni katika wenye takwa. Kwa nini imeambiwa wa kanat minal qanitin, isisemwe wa kanat minal qanitati? Ni kwa sababu takwa ya mwanamke, toa ya mwanamke kwa kujihifadhi tupu yake ni zaidi ya toa ya mwanamume kwa kujihifadhi farji tupu yake. Kwa hiyo ndugu zangu, mama zangu, dada zangu, cho kinazingatiwa, unatakiwa ukizingatie wewe kama mwanamke ni toa mbili, toa ya Allah subhanahu wa ta'ala na toa ya mume wako. Ukifahamu kwamba nahitajika kumtii mume wangu, basi hapo hapo utafahamu kwamba unahitajika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala.
Nitatoa kisa kimoja kabla ya kujibu swali la baba. Bwana mmoja alikuwa na mke wake, lakini ni katika wale mabwana ambao anaitaka kwa lazima toa ya mkewe. Hataki nasaha yeye, akiudhiwa, kwa nini umefanya hivi? Kofi, teke, kichwa. Basi ikenda mpaka ikawa yule mwanamke amejenga hofu katika moyo wake. Mume wake akija yeye hana raha. Siku hiyo akapata kijihoma kidogo cha UTI. Kenda hospitali akaambiwa, bwana, kwa sasa umechelewa, twafunga, lakini kesho mapema uje na kipimo cha haja ndogo kwa ajili tuweze kupata vipimo. Basi asubuhi mapema akawa ameshahifadhi kile kikopo cha haja yake ndogo, ameweka chini ya kitanda. Basi mkewe katika kufagia akapitisha ufagio chini ya mvungu, kakimwaga. La haula wala quwwata illa billah. Mtu mwenyewe ile mwaga haja yake ni huyu, akijua mimi nimeimwaga hapa sitakula makofi mimi. Basi akafuta vizuri, akachukua kile kikopo, akaenda kuweka haja yake yeye, akakirudisha pale pale. Bwana anaamka, nachukua kikopo chake mpaka hospitali. Baada ya vipimo vya hapa na pale, daktari haja mwambie, bwana, samahani, lakini wewe ni mwenye jinsia ngapi? Daktari, mbona ndizo swali gumu namna ile, umekuja kupima bwana naumwa? Sema hapana, kwa sababu tumegundua una mimba miezi 3. Ni nini? Ni ile hofu iliyosababisha kuonekana yeye ni mjamzito, hofu ya mke wake, kwa kule kupiga, kwa kulazimisha ile toa. Lakini lau mwanamke anaitambua sehemu yake, nafasi yake ya toa ya mume wake, singetokea hayo yote. Jibu sasa. Mwanamke atakapoondoka kwa mume wake kwa magomvi, sheria itatizama haki ya magomvi yale. Kwanza, mwanamke haruhusiwi kisheria kutoka ndani ya nyumba yake pasi na idhni ya mume wake, ima kwa magomvi au si kwa magomvi. Na hata kama mmetoka kugombana, wataka uondoke, pia mwambie basi mimi naondoka nenda kwetu, hata kama hata kukubalia, lakini umemwambia. Sheria itakuzingatia kidogo kwa sababu ya hali ya ghadhabu. Lakini kama umeondoka hujasema, sheria haikuzingatii, utaitwa ni nashiza. Umetoka ndani ya toa ya mume wako ukaenda kwenu. Bahati mbaya au nzuri, malezi ya baadhi ya wazazi sasa hivi, mtoto akenda kwao wa kike hawahitaji kuuliza, wao watahukumu yale aliyopita. Ndio alivyo, mwachane kae, kama mama kama atakuja tu, atakuja hapa. Asipokuja basi waume wako wengi. Hapa tunapata kwamba ni kinyume na sheria yetu ya Kiislamu kwa kukosa kujua haki za mume kwa kina mama na penginepo pia kwa baadhi ya wazazi. Kuna kauli inasemekana ya hadithi kwamba pepo ni hadithi, pepo ya mtu ipo chini ya nyayo za aljannatu tahta aqdamil ummahati, ni hadithi. Lakini siku moja nakumbuka aliulizwa marehemu mzee Sheikh Muhammad Abubakar al-Burhan, ikiwa pepo iko chini ya miguu ya kina mama, kina baba je, haki zao za kupata pepo ziko wapi kwa wake zao? Na wameambiwa wake watii waume zao. Akasema pepo ya mwanamke ipo chini ya nyayo, maana yake toa ya mume wake. Akaulizwa swali jingine, je, itakapokuwa mtoto ameitwa na wazazi wake wawili
Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza amuitike mama. Mtoto akamuitika mama, hatapata dhambi kwa kuacha kumuitika baba? Sema mtoto hatapata dhambi. Atakayepata dhambi ni mama, baada ya yule mtoto kuja kwake na akamtuma asimtii baba kwa kuwa na yeye alimuita, kwa sababu toa ya baba pale ya mama iko kwa baba. Mtoto hatapata dhambi. Atakayepata dhambi pale ni mama ambaye hakumtii mume, baada ya kusikia mume kamuita mtoto. Kwa hiyo pale pale mtoto atapewa pepo kwa mama na mama atanyimwa pepo kwa mume. Hayo ndio majibu niliyoanukuu tokea kipindi hicho. Sasa sheria hata kama kutachukua muda mrefu, tutaambiwa, sheria inatuambia kwamba wazazi au mawali wa yule mke wanatakiwa kuwatafuta mashehe au wao wenyewe kumtafuta yule mume, kumuuliza, je, huku kumwambia nenda kwenu ni talaka? Au huku kumwambia nenda kwenu ni kwa ajili ya mafunzo ya kwamba sasa kajirekebishe kwa muda fulani, utakapokuwa umejirekebisha utarudi, hata kama alimwambia kihasira. Kama halitafanyika hilo, sheria wakati wazazi wametaka kumwachisha yule mke, lazima mume apatikane kuyakinisha kile, na kama mume atakuwa hajayakinisha, basi talaka haijatuka kwa mazingatio ya yule mwanamke kuwa ni nashiza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.